Machange, tunazungumza kuhusiana na mechi inayofuata Yanga dhidi ya timu ya JS Kabylie, ambaye mechi itahudumu kwenye visiwa vya Karafuu huko Zanzibar kwenye dimba la Nyomani. Nafasi ya Africans unaitazama vipi? Yanga wana nafasi kubwa ya kushinda mechi. Uwezo wa wao kupata matokeo katika mechi ile ambayo inakuja Jumapili upo mkubwa sana. Lakini kitu ambacho ninajaribu kukifikiria ni mechi ya upande wa pili, kwa sababu matokeo ya Yanga ya kupata ushindi atakuwa apate goli zisizopungua 2, si ndio? Lakini pia wakati huo huo anaendelea kumuombea dua mbaya FAR Rabat na Ahli. Na ukumbuke Ahli ana kisasi akiwa pale Morocco wakati na FAR Rabat alifanywa mambo mengi sana ya sio kuwa ya kiungwana yaliyopelekea FAR Rabat pia kufungiwa, ambapo FAR Rabat walifungiwa ndio mpaka leo tunaona FAR Rabat amefungiwa mechi 2. Mechi ya kwanza ilikuwa ni ya Yanga, mechi ya pili ni hii ambayo anakwenda kucheza na Ahli pia. Kwa hiyo mwisho wa siku katika mazingira yote yale lazima Yanga waendelee kuomba, waendelee kuanikiza kweli kweli, na FAR Rabat ataingia katika ule mchezo kwa nia ya kwanza kwenda kuonyesha discipline FAR Rabat atakwenda kupata mchezo mgumu, kwa sababu kwanza anaenda kwa Ahli ambaye ana mashabiki wake wote, lakini pia anakwenda kuwaonyesha mashabiki wake kwamba huyu alitunyanyasa tukiwa kwao, alitufanyia vitendo ambavyo sio vya kiungwana, na ndio jeuri ya Yanga ilipo hapo. Jeuri ya Yanga iko hapo. Kama ingekuwa ni mechi ambayo yanakwenda ni marafiki, ndugu, jamaa wanaona kucheza mpira ingekuwa, lakini kwa Ahli ile mechi inakwenda kwa anataka matokeo kwa sababu kubwa 2. Moja, anakwenda kuweka discipline kwa FAR Rabat kwamba ninapokuja kwenye ardhi yako unatakiwa kuwa na discipline na ujue mimi ni nani na unacheza na nani, unatakiwa uheshimu ujio wangu. Je, bado una ndoto lakini hauna ujuzi? Unataka kujifunza ujuzi unaokupa kipato cha haraka? Basi Labella Chacha Academy inakuletea muhula mpya wa mafunzo ya vitendo kwa 100%. Jifunze makeup na kusuka, kupika na kupamba keki, spa, kushona na kupamba kumbi za sherehe. Chuo kimesajiliwa, cheti hutolewa na ujuzi unaokupa kipato cha haraka. Nafasi ni chache. Piga simu sasa 0792887116. Labella Chacha Academy, tunabadilisha shauku yako kuwa taaluma. Karibuni sana. Hata kama utanifunga lakini usinifanyie vitendo ambavyo sio vya kiungwana. Lakini pia anakwenda pia kumuonyesha FAR Rabat kuwa ninataka kumaliza mashindano haya nikiwa juu ya kundi. Okay. Kwa hiyo maombi ya FAR Rabat anamuombea Yanga pia apoteze au atoe draw. Ukiangalia hii leo kwenye mapokeo wakati timu ya AS FAR Rabat ikiwa pale nchini Misri, tumeshuhudia kwamba kupokewa na viongozi wa Ahli hadi maua amekabidhiwa pia. Hauoni kana kwamba ishara ya upendo kwa timu hizi pia? Hiyo haina shida. Ni ishara ya upendo, lakini upendo huu tunauelezea katika mazingira mawili makubwa. Mara ya kwanza nilipokuja nyumbani kwako, hukunikarimu. Ulinirushia mpaka vitu vya nje ya uwanjani. Goalkeeper wangu na wachezaji hawakuwa comfortable mpaka ukafungiwa. Kwa hiyo hukunifanyia kitendo cha uungwana. Mimi nataka nikuonyeshe ukarimu na uungwana katika mpira, ila uadui wangu mimi na wewe utakuwa ndani ya dakika 90. Ndicho ambacho Ahli anakifanya. Unaamini kwamba Yanga ana nafasi kubwa kwenda katika hatua ya robo finali? Of course mimi nitaipa 50 kwa 50 kwa sababu ushindi wake unategemeana pia na ushindi wa Ahli kwa FAR Rabat. Kitu ambacho ninajua FAR Rabat haiwezi, kwa sababu matokeo yoyote ya Ahli kufungwa ina maana anamaliza kundi akiwa nafasi ya pili. Kwa hiyo kwa uhalisia Ahli hawezi kukubali kufungwa. Hawezi kukubali kufungwa. Lakini kipata alama moja anakuwa kinara. Anakuwa kinara wa kundi. Kwa hiyo katika hali zote zile Ahli atakwenda kupambana asifungwe walau atoe draw. Lakini pia FAR Rabat anakwenda kupambana basi nisifungwe walau nitoe draw. Kwa hiyo ndio ugumu unapotokea hapo. Hauoni kana kwamba mechi ya Yanga kwamba huenda ikawa kubwa dhidi ya JS Kabylie ambao wao wana alama 3. Wakipata ushindi dhidi ya Young Africans wanakuwa na alama 6. Watakuwa wameshusha Young Africans ambao wao watakuwa nafasi ya 3 na Young Africans kwenye nafasi ya 4. Na kumbuka kwamba unapokuwa kwenye nafasi hizi kuanzia kwanza, pili, ya 3 hadi ya 4, kuna ubora. Ukiwa nafasi ya 3 pia
kuna alama wanazipata kwenye kuongeza ubora wa viwango kwa klabu na kwa nchi. Hauoni kana kwamba pia Yanga pia wana mtihani wa kutofanya vizuri pia kwenye mechi, kwa sababu huenda wapinzani wao nao wakaja wakihitaji ushindi kwenye mechi yao ambayo itachezwa huko Zanzibar? Ninachokijua, hakuna timu yoyote itakayotoka katika ukanda wowote wa bara la Afrika ikaenda kucheza Guantanamo Bay Amani Complex, New Amani Complex Zanzibar against Yanga ikatoka na pointi 3. Hakuna hiyo timu. Hakuna timu yoyote itakao kwenda Guantanamo Bay New Amani Complex ikacheza na timu ya Yanga Africa na ikatoka na matokeo. Kwamba Yanga hafungwi na timu yoyote pale Zanzibar hafungwi na timu yoyote. Mtu pekee ambaye watu walikuwa wanajua anakwenda kuchukua pointi 3 na kazikosa, kachukua pointi 1 ni Ahali peke yake. Katika timu zingine zote zilizobakia katika bara la Afrika, hakuna timu hata moja ambayo itadumbukia pale Guantanamo Bay ikaondoka na alama. Machangu bwana, usiniambie haya, huo ni utani bwana. Mimi ninakwambia haya kwa sababu kubwa mbili. Yanga wamejifunza nidhamu ya kutumia uwanja wa nyumbani kwa gharama yoyote, lakini wameshindwa kutumia dhidi ya Ahali. Hawajashindwa kutumia dhidi ya Ahali. Ahali ndo klabu bora barani Afrika. Tunakubaliana? Lakini walichafungwa na Simba hapa Tanzania. Ahali ni klabu bora barani Afrika. Tunakubaliana? Sawa. Yanga imekuwa ikifanya vibaya katika uwanja wake wa nyumbani. Tunakubaliana? Ndio. Imechukua alama 3 kwa FAR Rabat ikiwa nyumbani, sio? Na FAR Rabat ikiwa katika ubora wake, sivyo? Ahali amekwenda pale New Amani Complex, amechukua alama 1. Na yeye ndo alitangulia kufungwa na Yanga yacheza mpira mkubwa sana kama unakumbukumbu vizuri, lakini hakushinda akabaki na alama. Na ninarudia tena kwako, hakuna klabu yoyote katika bara la Afrika itakao kwenda kucheza na Yanga New Amani Complex ikaondoka na alama 3. Hata dabi ya Kariakoo, Simba akitaka amsumbue Yanga asikubali kucheza New Amani Complex. Bwana mtazamaji, ni maneno ya Machange Junior, mmoja ya wachambuzi wa soka, akiangazia kwamba pale Zanzibar timu yoyote ukiondoa Ahali haiwezi kuchukua alama 3 kwa timu ya soka Young Africans. Si utakubaliana na wewe, lakini kwangu mimi nataka nikukumbushe kitu kimoja. Yes, Kabali si ndo wamekuja Jumapili wanacheza. Leo ndo kesho ndo wanafanya mazoezi yao ya mwisho, kwa sababu wanaingia leo usiku. Kama kumbukumbu zangu zikawa zimekaa vizuri kwa habari ambazo nilizipata, anaingia leo usiku Zanzibar. Ina maana mazoezi anafanya kesho tu. Kuna ubaya? Mimi sijasema kuna ubaya. Ninachokwambia, tabu ambayo alipata Belouizdad wakati Yanga anatafuta goli 3. Mateso aliyopata mpaka wakaanza kupigana wenyewe kwa wenyewe. Yale mateso yaongeze mara 2. Utakumbuka kwamba Yanga alishinda kuvuna alama 3 tu. Yaani walikuwa wanahitaji alama 3 ushindi. Yanga alikuwa anahitaji goli 1 tu kwenda robo finali. Ameshinda, akaikosa. Lakini pale kwa Mkapa, Yanga alikuwa anahitaji goli 3 akazipata. Zidi ya Belouizdad kama unakumbukumbu vizuri. Kwa hiyo wakati unasema kuna kipindi alikosa, nataka pia uniambie kuna kipindi alipata. Na mimi ninakuhakikishia mateso atakayokula JS Kabylie ambayo atakula pale kwa Mkapa, New Amani Complex, yatakuwa ni mara 2 ya yale ambayo alikula Belouizdad New Amani Complex. Yatakuwa mara 2 ya yale ambayo aliteseka Belouizdad pale kwa Mkapa. Hauioni Yanga akipoteza? Nina uhakika 100% Yanga inakwenda kupata matokeo ambayo wanatakiwa kuyapata. Na kama itapoteza? Sasa kama itapoteza ni matokeo yatakuwa. Lakini nina uhakika Yanga inajiamini, toa ahadi. Yanga yani mimi nina uhakika 150 Yanga inakwenda kupata matokeo 100. Kama ni tofauti na hapo, uzuri mmoja, kesho mimi na wewe tutakuwa Zanzibar kutwa nzima na Jumapili tutakuwa New Amani Complex. Na kinachonifurahisha zaidi tutakuwepo na familia imehakikisha kwamba toka tumeenda Zanzibar. Mimi nataka nikuhakikishie kitu kimoja, watu wanisubiri pale bandari. Matokeo yoyote yatakayotokea, uzuri mmoja, gari yangu mimi ninaipaki pale kanisa la pembeni ya bandari. Kwa hiyo Jumapili, Jumatatu asubuhi, boti ya kwanza mimi nitakuwa nashuka. Kwa hiyo watu waikariri sura, wanisubiri, waniulize maswali. Kwa kiwalisia kwamba hauoni kana kwamba Yanga anaweza kashinda lakini mjini haendi. Yaani kwamba anaweza kashinda lakini robo finali haendi. Jambo la kwanza, Yanga atashinda.
Jambo la pili, Yanga anangojea matokeo ya Ahly na FAR Rabat ili achukue tiketi yake aende robo finali. Na kama kuna timu ndani ya Tanzania hii ambayo ina asilimia 50 za kwenda robo finali ni Yanga peke yake. Sawa. Kesho kuna Shadrack Boka, kuna Mohamed Hussein. Wewe ungependa kocha aanze na yupi kwenye kesho kutwa Jumapili? Kuna Shadrack Boka, kuna Mohamed Hussein. Kumekuwa na maneno mengi kwa baadhi ya wadau wakiamini kwamba Boka kana kwamba uwezo wake unaanza kufika ukingoni. Wewe maoni yako yakoje? Yupi anastahili kuanza kwenye game hii? Wote ni wachezaji wazuri. Lakini inategemea unataka nini kwenye mechi gani. Ukiwa unataka intensity Je, bado una ndoto lakini hauna ujuzi? Unataka kujifunza ujuzi unaokupa kipato cha haraka? Basi Labela Chacha Academy inakuletea muhula mpya wa mafunzo ya vitendo kwa 100%. Jifunze makeup na kusuka, kupika na kupamba keki, spa, kushona na kupamba kumbi za sherehe. Chuo kimesajiliwa, cheti hutolewa na ujuzi unaokupa kipato cha haraka. Nafasi ni chache. Piga simu sasa 0792887116. Labela Chacha Academy, tunabadilisha shauku yako kuwa taaluma. Karibuni sana. Kushambulia na kudefend bila kuwachosha viungo wako ama beki wako wakati mmoja kuja kukava upande wa pembeni, utamtumia Shadrack Boka pamoja na Shabalala. Yaani utamtumia Shabalala hata kuofa vyote viwili katika intensity ile. Lakini ukiwa unataka kushambulia peke yake utamtumia Shadrack Boka. Mbinu za kocha kwangu mimi ninaamini kesho Mohamed Hussein Shabalala Zimbwe Junior anakwenda kuanza kesho kutwa. Okay, Jumapili. Mbinu za kocha Pedro unazionaje? Ni mwalimu wa kisasa wa kuzuia. Ni mwalimu wa mwaka wa mbele wa kulinda. Kama ukitaka kujua utamu wa kuzuia, angalia finali waliocheza Barcelona na Chelsea. Chelsea akiwa na kadi nyekundu. Chelsea alichukua ubingwa akiwa na watu pungufu mbele ya Barcelona. Ule ndio utamu wa kuzuia. Kwa hiyo kila mechi ina mkakati wake. Mwalimu wa Yanga hachezi na style ya kuzuia tu. Anatoa style kutokana na mahitaji ya mechi husika. Watu wengi wanaisema Yanga ya na FAR Rabat ilikuwa na kiwango kidogo, lakini nataka niwakumbushe kitu kimoja. Kwanza kulikuwa na hali ya hewa ambayo wachezaji wa Yanga wote hawajawahi kuizoea. Kwa hiyo wale wanaume walipambana kweli kweli. Na hata magoli ambayo wameyakosa utaona kabisa kuna kitu ambacho wao watakuwa nacho. Ndio maana nakwambia hivi, Yanga hii tunayozungumza leo, chukua maneno yangu ninaokuambia mimi na utakuja kuniamini Jumatatu ukishuka pale Bandari. Yanga hii ije timu yoyote ya ligi kuu hapa, hakuna timu ambayo inaweza ikaiko kwamba Yanga imeamua kwamba huyu ninamngatia meno. Hakuna ligi kuu timu hata moja ambayo inaweza ikapishana na Yanga. Hata Simba hakuna. Hizo nyingine zinakuwa ni hisia na mihemko. Uwezo ukacheza na KMC, timu ambayo iko nafasi ya pili darajani huku, imecheza mechi 11 na pointi 8, alafu nakuja kusema kwamba umepata matokeo. Yaani timu yako imeshakomaa. Hao ni mashabiki ambao hawajui mpira. Hao ni mashabiki ambao hawajui mpira. Wanakwenda na mihemko. Umeingia kwa Simba kwamba Simba haijakomaa? Bado. Nani anasema Simba imekomaa? Nani anasema Simba iko tayari? Si umeona? Wanaitaka dabi. Wote wana shida ya afya ya akili. Mwenyekiti wa bodi alishasema. Baadhi ya mashabiki wana shida ya afya ya akili. Mwenyekiti alishasema mbona hilo? Waoni kina Loemba. Simba wana mchezaji mmoja, hawana timu ya mpira. Wana mchezaji mmoja. Maneno yako. Mimi ndo ninakwambia, lazima niuliza. Kwa hata ninasema ni ya kwangu. Simba hawana timu ya mpira. Machango si mchambuzi wa soka. Yaani hivi ninavyokuambia, umenipa nafasi ni kuelezee mpira unavyotaka. Simba wana talanta za wachezaji mmoja. Individual brilliance wanazo. Lomba ni mchezaji mzuri, midfielder safi kabisa. Huyu Gay mchezaji mzuri. Nabi mchezaji mzuri. Njoo kwa viungo Kagoma, wanafanya majukumu yao. Goalkeeper mpya anafanya majukumu yake. Njoo kwa Chama. Hawezi kukupa asilimia, hawezi kukupa mwanzoni kwa sababu tayari
jua limeshaanza kuzama. Kwa hiyo mwisho wa siku Simba wana wachezaji tayari, yaani mwalimu ana wachezaji ambao ana project ya kuwabadilisha kuwa timu kamili. Sijui kama unielewa. Kuna tofauti kati ya kuwa na kikosi na kuwa na timu ya mpira iliyokamilika. Timu ya mpira iliyokamilika, mimi ninajua kabisa kwamba nikiupiga mpira pale Mwandike anafika, Dunia Digital wanafika, sio? HNTV wanafika, sio? Yaani nikipiga mpira pale hivi, hao wachambuzi wangu wote wanafika. Umeelewa? Sasa hivi Simba wanajenga timu, bado haijajengeka, na nina wasiwasi msimu huu kisha kuna watu tena watauzwa. Machange bwana, leo tarehe 13 Machange Junior, Machange Diarra tarehe 13 amezungumza vitu ambavyo kiwalisia kwa mimi vinanipa mashaka. Anaamini kwamba Yanga itatoboa, anaamini kwamba Simba bado. Wewe huamini kwamba Yanga itatoboa? Mimi mimi huamini. Yaani bado ni ngumu. Yaani kwamba nipo. Yaani mimi nimekuambia kwamba Yanga itatoboa. Ikoje Machange? Yaani unacheza mechi huku ukiangalia matokeo ya upande wa pili. Yaani kwamba nimekwambia hivi. Yanga kwenda robo finali ni 50 kwa 50. Hilo jambo la kwanza. Lakini Yanga kushinda mechi yake kwa aggregate ya goli usipungua 2 mpaka 3 ni 150%. Hivi toka walipoanza haya mashindano Yanga itashinda goli 3? Ndio anakwenda kushinda hapo sasa kwa JS Kabylie. Lakini sio timu ya mchezo ile. Nakwambiaje? Ndo anakwenda kushinda goli 3 hapo kwa JS Kabylie. Sawa, mimi naandika Jumapili sio mbali. Bado masaa machache sana. Bado masaa machache sana. Sawa. Bwana, hivi tuangazie. Unamzungumzaje bwana msemaji wa CAF?